Ni ziara ya mkuu wa wilaya ya Maswa mkoani Simiyu Dr. Vincent Naano akiwa na kamati yake ya ulinzi na usalama wakitembelea miradi mbalimbali ya maji katika wilaya hiyo. Akiwa katika bwawa la maji la Nyusola ambalo linatoa huduma ya maji katika mji wa Maswa, mkuu huyo wa wilaya anapata taarifa za uwepo wa tukio la wafugaji kumshambulia mmoja wa walinzi wa bwawa hilo. Wafugaji hao wanadaiwa kumshambulia kwa fimbo mlinzi huyo baada ya kuwazuia wasichungie mifugo yao katika eneo la bwawa ambalo wamezuiliwa. Siku moja nimepikwa na wachunga ng'ombe. Nimewakuta huko bwawani wanachunga, lakini wakasokeza ng'ombe mahali ambao hayaruhusiwi kuchunga ng'ombe. Ndio nikaanza kuwatoa, baadaye wakaanza kunipiga wakaitana. Nikavunjika mkono wa kushoto. Mimi niliwakuta tu nikawaambia, jamani, haya mazingira toeni ng'ombe hapa. Hairuhusiwi kuchungia eneo la mamlaka ya maji. Moja kwa moja hapo wakaanza kuitana, wakaanza kunipiga kwa sababu wananiuliza kwamba wewe kama nani unatukataza kuchunga hapa? Kaambia kama mimi ni mlinzi wa mamlaka ya maji. Ndio hivyo wakachukua maamuzi sasa ya kuanza kunipiga tu mpaka mwisho nikavunjika na mkono. Mwenye ng'ombe yule aliyokutwa pale alipiga mayowe, wakaja wafugaji wenzake wakamshambulia, wakamuumiza mkono na baadhi ya maeneo walimpiga fimbo zile. Na baada ya hapo mlinzi akatoa taarifa kwa wenzake, wakaja akapata msaada, wale watu wakakimbia, wakapata msaada, akapelekwa hospitali na tukaripoti kituo cha polisi, amepata PF3 akatibiwa. Hali yake sasa anaendelea vizuri. Ana majeraha yamepona, yanaendelea kupona. Na hapa mkuu huyo wa wilaya akatoa maagizo kwa mkuu wa polisi wilaya hiyo kuhakikisha wafugaji hao wanasakwa popote walipo na hatua kali zinachukuliwa dhidi yao. Haiwezekani mtu anafanya kazi yake anavunjwa mkono au hatua hakuna inayochukuliwa. Lazima tuchukue hatua stahiki na atafutwe haraka sana. Ili haliwezekani, hatuwezi kukubaliana na hali kama hii. Tukiruhusu namna hiyo, kesho watachunga kote hapa, wananchi wa Maswa watakosa maji, alafu tutalaumiwa kwamba wananchi hawana maji wakati kuna watu waliosababisha. Kwa hiyo hii hatuwezi kukubaliana nayo kabisa. OCD wa Maswa na kuagiza haraka umtafute huyu mwananchi ambaye amevunja mkono mlinzi wa bwawa la maji Zanzui. Eneo lote la bwawa la hifadhi ya bwawa limeshawekwa mipaka na kuwekwa vibao. Lakini basi ni baadhi tu ya wananchi wakorofi wasiosikia. Bado vile vile kuna mbauti za kunywesha mifugo zilishajengwa. Lakini wananchi ni ukorofi wa wananchi tu, hawataki kunywesha kwenye mbauti zile. Bado wanataka wanyweshe kwenye bwawa na waje uchungie kwenye eneo la bwawa ambalo linakuwa na nyasi zilizostawi. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.